Bwana Yesu, tunakuabudu, tunakupigia magoti, tunakuinamia, tunakusujudu na kukuangukia wewe peke yako, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunajinyenyekeza kwako mchana wa leo. Tunatamani utusemeshe kwa sauti yako, tuko tayari kukusikia. Neno lako ni taa ya miguu yetu, ni mwangaza wa njia zetu. Neno lako ni uzima wetu, ni maji yaliyo hai, ni mkate wa uzima, ni ngome mwenye haki ukimbilia akawa salama. Baba, usiuzuie ulimi wako kunena na sisi. Ukisema tutatendewa, tutapokea na kufunguliwa, kwa utukufu mkuu wa jina la Yesu. Amen. Tuketi. Haleluya. Ufalme wake uje. Kwa haraka kidogo andika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 35. Alafu tena kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wake ni huo wa 17. Na kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 45 mstari wa 4 mpaka mstari ule wa 8. Kama umekwisha kuandika, basi tusome ile Samueli wa pili sura hiyo ya 22 mstari wake ni ule wa 35. Ananifundisha mikono yangu vita, hata mikono yangu ya upinde wa shaba. Siku ya leo ni siku ya kukataa kuwa mtu wa kawaida, kwa sababu Mungu hajakuita wewe uwe mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa ajabu na kitu cha ajabu, cha pekee na cha tofauti kwenye maisha yako. Na kwa sababu hiyo Mungu kuna mambo ambayo anayawekeza kwako ili uwe mtu wa tofauti. Upekee wako unaletwa na vitu, si wa asili, kwa sababu hatukuzaliwa kuwa hivi tulivyo katika Bwana. Tumezaliwa ili tuwe kama wanadamu wengine, lakini tumezaliwa mara ya pili ili tuwe viumbe vipya. Kuna vitu vinavyofanyika kwetu na kutufanya sisi tusiwe watu wa kawaida. La kwanza ni hili Daudi analolisema kwenye Samueli sura ya pili, ambapo anasema anaifundisha mikono yangu vita, na sasa ninaweza nikaupinda upinde wa shaba. Mambo makubwa manne ambayo yanamfanya mtu asiwe wa kawaida. Jambo la kwanza ni aina ya neema, yani neema isiyo ya kawaida juu ya mtu wa kawaida inamfanya mtu huyo wa kawaida asiwe wa kawaida. Unaweza ukamwona unalingana naye au unamzidi elimu, unalingana naye au unamzidi maarifa, unalingana naye au unamzidi pesa, mali na kadhalika. Lakini neema ikishamwangukia isiyo ya kawaida, itamtukuza katika eneo lake, na utashangaa vile ambavyo atatukuka isivyo kawaida. Tofauti kubwa iliyotofautisha ni neema. Na tena tukaona imani isiyoyumbishwa, na kwamba imani inaweza ikayumbishwa na mambo makubwa mawili. Either inaweza ikayumbishwa na majaribu au vita, ama imani inaweza ikayumbishwa ama ikapotezwa na mafanikio au baraka. Mtu akafanikiwa, akabarikiwa mpaka akaona ameshiba, amefika, au akapitia majaribu na vita ngumu mpaka akaona kwa nini kuendelea kutumaini, akapoteza ile hatima ambayo Mungu alikuwa amemwekea. Ni hili la utayari wa kuandaliwa na Mungu
hata kufikia viwango vya kufaa kwa matumizi. Sisi ambao tumemwamini Mungu na tumemfuata Mungu, kwamba ni vyombo vitupu, vichafu, ambavyo Mungu alivichukua akavisafisha kwa kazi ya msalaba, tukawa safi. Baadaye akajaza vitu vyake ndani yetu ili tuweze kutumiwa kwenye jambo lake. Lakini sasa si kila chombo kitafaa kwa matumizi ya thamani na makubwa, kwa sababu ya utayari wa chombo husika kushiriki katika mpango wa matumizi wa Mungu. Daudi kwa mfano anaandaliwa kuwa mfalme. Yuko nyumbani kwao, ni mtoto wa 8 katika familia ya Yese. Ni mdogo kuliko wote, ni mtoto wa mwisho kwa mujibu wa rekodi za kibiblia. Alikuwa na kaka zake, na wakati huu Mungu anataka aweke ufalme kwake. Mtoto mdogo katika nyumba ya kichungaji, anayefanya kazi ya kuchunga kondoo wadogo, anawekewa wajibu wa kifalme, ila hawezi akatimiza wajibu mpaka amekuwa na amefika hatua ya kuweza kubeba huo wajibu. Kwa sababu lengo si tu kuwa mfalme, lengo ni kuwa aina ya mfalme Mungu anayetaka kwa ajili ya watu wake Israeli, ili mataifa yote. Kumbuka lengo la Mungu kumfanya Daudi awe mfalme ni hili, ili mataifa yote wapate kujua hakika ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Ndio target. Yani Mungu anampaka mafuta na anamtuma ili dunia nzima iseme yuko Mungu katika Israeli. Ni aina ya mfalme mcha Mungu asiye wa kawaida. Sasa mfalme asiye wa kawaida, malezi, makuzi na maandalizi yasiyokuwa ya kawaida. Mfalme huyo asiyekuwa wa kawaida hatapita njia za kawaida za kila mtu alizopita kufanikiwa. Atapitishwa njia tofauti, na utofauti wa njia hiyo si tu katika uzuri, bali na katika ugumu wake pia. Je, hata kimbia darasa? Kwa hiyo inabidi Mungu aangalie aina ya mtu ambaye akifundishwa vita mpaka kufikia kiwango cha kupinda upinde wa shaba, hata kimbia darasa. Hajapitishwa mgambo, hana mafunzo ya kijeshi, kwa sababu hakuwa miongoni mwa waliochaguliwa kwenda vitani kupigania Israeli. Yeye ni mchunga kondoo. Mungu anaanza kumfundisha mwenyewe, na mafundisho ya Mungu, angalia, anakuletea simba afu anakutupia dubu. Mafundisho ya Mungu hayo, anakuletea simba halafu anakuletea dubu. Halafu hataki ukimbie, maana mchungaji mwema huutoa uhai wake kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kondoo wake. Ukikimbia tu umefeli mtihani. Simba huyo hapo, pambana. Dubu huyo hapo, pambana. Umefuzu kwenye simba na dubu, anakuongezea kihelehele ili ukimuona Goliati useme unamuweza. Unamuona jitu shujaa
hodari wa vita. Alikuwa ni descendants wa wana wa Anak, ni miongoni mwa watoto wa wana wa Anaki ambao walikuwa wakubwa wa mwili. Maandiko yanasema walikuwa wana wa Anak walikuwa na vidole 24. Mkono huu ana vidole 6, ili akikupiga kofi mpaka usikie you have arrived. Wale wa Google Map. au usikie Bluetooth connected. Na mkono huu ana vidole 6. Mguu ule ana vidole 6 vya mguu, na mguu ule vidole 6, 24, ili awe na balance ya kubeba huo mwili na kuhudumia. Tonge lake unafikiri likoje? Na kwa ugali kako unakosonga kakiba chame, utapigwa kofi ukajifia huko. Songa chakula mwanamke. Uhudumie mtu ale kama pipa. Yalikuwa ni majitu, sio utani. Biblia inaeleza vipimo vya mavazi aliyokuwa amevaa Goliati. Anasema ile diria aliyokuwa anavaa pale kifuani kwake pale, ile diria kifuani pale, ile chuma anayovaa kifuani pale, ili mkuki usimuingie kifuani wala upanga, ilikuwa ina uzani wa kilo 50. Ameweka hapo kifuani. Ukichanganya na kwenye makofia na kwenye miguu huku, alikuwa na bode ya Goliati ilikuwa ni kilo 70 aliyotembea nayo. Hapo kuna kabangili tu anasema hebu nipe hapo, kana kilo na nusu. Amekabandika nikakupigia adui namna hii. Ni watu wa kutisha. Maandiko yanasema alipotokeza majeshi yote ya Israeli wakakimbia wakajificha. Unafikiri mtu ana namna gani huyo? Kila mtu akakimbia, na anasema alitukana majeshi ya Israeli kwa siku 40. Asubuhi linatoka linatukana, halafu linaenda linakula, linashiba. Jioni kabla halijalala linatoka linatukana tena, na kila likitoka watu wanakimbia. Linaweza likakushikishika likakutafuna wakati linasongewa. Alikuwa ni mtu mkubwa kiasi gani, anayekimbiwa na majeshi ya Israeli yote. Ni mtu wa kutisha namna gani? Sifa yake Biblia inaieleza kwamba alikuwa ni hodari wa vita toka ujana wake. Toka ujana wake alikuwa hodari wa vita. Daudi alikuwa ni kijana wakati ya miaka 15 na 17, wakati anaenda kumface Goliati. Halafu akimuona, Mungu anamjaza Daudi kiherehere kwamba unamweza. Mwambie wenzako, huwezi ukawa mtu wa kawaida. Mungu akikuwekea ndani yako moto wa kutaka kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Yaani Mungu atakuwekea moto wa kutaka kudiriki vitu ambavyo havimithiliki. Sema, Mungu ataniwekea moto wa kudiriki vitu ambavyo havimithiliki. Yaani na pesa ukwani una shilingi ngapi benki? Kama kwenye harusi unavyoulizwa kwamba bwana harusi ana kiasi gani. Nilikuwa naongelea mambo ya harusi majuzi hapo, mtu akaniandikia message, baba nilikuwa nataka kutangaza ndoa, mbona umeniharibia wanakamati sasa? Nikasema sijasema wasikuchangie. Nyie mchangieni tu huyo mwana ndoa, kwa sababu tuko Afrika bado. Ila wanakuuliza bwana harusi ana shilingi ngapi? Maana umewaambia aina ya ndoa unayotaka, unawaambia wanakamati. Nilikuwa natamani iwe hivi na hivi na hivi na hivi, na umewaeleza, wanasema sawa tumekuelewa. Una shilingi ngapi? Ukisema una 1,500,000, wanasema sasa mpango wa harusi tuachie sisi tukupangia aina ya harusi yako, ila sio hizo ndoto ulizokuwa unazieleza.
Mwambie wenzako, Mungu akuwekee moto wa kudiriki vitu ambavyo havimithiliki, havichukuliki akilini, haviingii mipangoni, havichoreki mezani, havipo kwenye akaunti, na hauna bank account inayofanana na mambo hayo. Lakini ndani yako una moto wa kiimani kwamba huu ndio ulimwengu wangu, hiyo ndio nyumba yangu, hiyo ndio mahali pangu, hiyo ndio gari yangu, hayo ndio maisha yangu. Itakuwa hivyo kama Bwana aishivyo. Itakuwa hivyo kama Bwana aishivyo. Yasiyomithilika nitayadiriki katika jina la Yesu. Yasiyomithilika nitadiriki katika jina la Yesu. Wewe sio mtu wa kawaida, usinuie mambo ya kawaida, nuia yasiyo ya kawaida. Moto huu unataka kukufanya uwe mtu wa tofauti na wa pekee. Jambo ni lile lile ambalo linafanywa na kila mtu, ila likianguka mikononi mwako linavishwa utukufu wa pekee na ubora wa ajabu. Linavikwa utukufu wa pekee na ubora wa ajabu. Haukubali mambo yako yawe ya kawaida. Hutaki mambo yako yawe ya kawaida. Hufurahishwi na vitu vya kawaida. Hupendezwi na vitu vya kila mtu. Unataka cha kwako kiwe cha pekee, cha tofauti na cha ajabu. Huo ni moto wa kudiriki mambo yasiyomithilika. Sema, mbona kama namuweza Goliati? Ana vidole 24. Anatisha kama nini? Ana uzani mkubwa wa silaha. Ila mbona kama namuweza Goliati? Atafanyiwa nini mtu yule atakayempiga huyu? Udiriki. Sema, kudiriki yasiyomithilika. Endapo mipango yako na imani yako inalingana na bajeti yako, hujaanza safari ya kiimani bado. Inalingana na bank account yako na pesa ulionayo, hujaanza safari ya imani. Safari ya imani ni katikati ya giza nene unaitangaza nuru gizani, na katikati ya mwanzo mgumu unautangaza mwisho wa utukufu, na katikati ya kushindwa umeona kabisa ninashindwa, unatangaza ushindi mnono mbele yako. Katikati ya machafuko unaitangaza amani. Katikati ya huzuni unatangaza sherehe. Katikati ya njaa unaitamka mana. Katikati ya kiu unaunena mwamba utoe maji. Sema, nitadiriki na kufanya yasiyomithilika. Nitadiriki na kutenda yasiyomithilika katika jina la Yesu. Huo ni moto mifupani mwako. Tisema, nina Mungu wa kawaida. Sina Mungu wa kawaida. Sina imani ya kawaida. Sina neema ya kawaida. Na Mungu ananiandaa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Kwa hiyo unajikuta tu kwenye asili yako. Unajikuta unajaribu, una uthubutu ambao kila mtu anarudi nyuma, ana hofu na anaogopa. Ila ukiona simba, ukiona dubu, unaona mbona kama nikikamata kama kanwa yake, nikiyavuta, mbona kama naweza kuyachana yakatatuka vipande viwili. Wakati wengine wanaona makucha na meno, wewe umeona uwezekano wa kupasuka kwa makanwa ya simba. Sema, mbona ana uwezekano wa kupasuka makanwa yake katika jina la Yesu. Je, unao uthubutu ndani ya mifupa yako? Huo hautokani na akili. Hautegemei watu kukutia moyo. Hautegemei kuambiwa unaweza. Hiyo moyoni mwako unajikuta tu kuna kitu kinakupa kiherehere.
Mwambie wenzako, mbona na kiherehere kinachoniambia Goliati anapigika. Alikuwa anavaa kote, ila kwenye usoni hapa akaamua kuondoa ili amwangalie Daudi vizuri. Daudi akaona mwili mzima ni chuma tupu. Mtu amevaa chuma cha kilo 70. Soma Biblia yako vizuri. Anasema kichwa peke yake, kichwa cha lile fumo, ule mkuki wa Goliati kilikuwa kina kilo 15. Ukitupiwa hapa tunakuokotea kule uwani, tunakukuta kule tena umeshatapika huo ugali na maharage wa jana jioni. Lakini yeye akimuona anaona, mbona uso haujafunikwa? Ule uso sio fursa. Sema, uso wa Goliati ni fursa kwangu. Haukutishi. Wengine wanakimbia, wao unasema mbona ni fursa. Hapa hapa ambapo hajafunika, hapa hapa. Hey! Pokea mafuta ya uthubutu na kudiriki. Sema, nitadiriki yasiyomithilika katika jina la Yesu. Hey! Hakuna muujiza bila kudiriki yasiyomithilika. Yani unakuwa kama umerukwa na akili. Unachukua fimbo, unatandika bahari ya Shamu, halafu unafumba macho unawaambia piteni. Kama umerukwa na nini? Ukizuba kwenye haya maisha, shetani atakufungia kamba, atakufungia kuni kama kamba. Unanielewa vizuri eh? Anasema iweni wapole kama nini? Kama hua. Na werevu kama nini? Kama nyoka. Uwerevu wa nyoka ni nini? Hana miguu ila anatembea, na usipoangalia anakimbia. Ila miguu hana. Mwambie zako, ni kweli elimu huna, na kazi huenda huna, na uchumi huna, ila wewe ni tajiri wa kuzaliwa. Sasa find out. Zile hesabu za form 2. Tafuta thamani ya nini? Ya x. Wewe ni tajiri, na jibu kule umepewa kwamba x jumlisha 2y ni sawa sawa na 700. Tafuta thamani ya nini? Ya x. Majibu yapo, ila hapa katikati kuna kitu cha kufanya. Ndio hiki tulichokuja kukifanya leo. Utatoka hapo ulipo, utainuka kutoka hapo mavumbini, utafanikiwa, utabarikiwa, utainuliwa, utapenya. Wewe sio mtu wa kawaida. Una neema ya tofauti, una imani ya tofauti, una maelekezo ya tofauti, una mafunzo ya tofauti. Pokea. Kati. Mwambie wenzako, umaskini wangu ni mtego. Usiye ukanidharau. Niko kazini, niko kwenye mafunzo. Mwenzako, huu ni mtego. Nidharau uone aibu kesho. Huu maskini na kupungukiwa unakoona ni mtego. Cheka kesho uone aibu. Hiki unachokiona ni mtego. Watu wako kazini, tuko mafunzo hapa. Naenda sawa sawa hapa. Anasema unaifundisha mikono yangu vita. Mwanajeshi anajua akiwa vitani kuna silaha za aina nyingi. Kulala chini na kutambaa. Kulala chini na kutambaa. Ukiwa uraiani ni watoto na wagonjwa ndio wanaolala chini na wanaotambaa. Ila ukiwa vitani ni mbinu ya kijeshi. Kwa kulala kwangu chini na kutambaa kwangu kusije kukupanda kichwani. Ukasema hawezi kusimama ndio maana anatambaa. Nisikilize mwanangu, kama huwezi kupaa, kimbia. Kama huwezi kukimbia, tembea. Kama huwezi kutembea, tambaa.
Kwa vyovyote vile, endelea kupiga hatua mbele. Endelea kusogea. Endelea kusogea. Endelea kusogea. Endelea kusogea. Ushindi mbele yako ni hakika. Neema mbele yetu ni hakika. Baraka mbele yetu ni hakika. Kibali mbele yetu ni hakika. Utukufu mbele yetu ni hakika. Endelea mbele. Mbele ninazidi kutembea. Yasikie Bwana. Endelea mbele. Endelea mbele. Endelea mbele. Usizuiliwe na jaribu lolote. Usitishwe na uharibifu wowote. Usitishwe na tetesi zozote. Usitishwe na hali yoyote. Endelea mbele. Imani haishindwi vita, ila ni wale wanaoendelea ndio watakao kula matunda yake. Kati yako na kiti chako kuna Goliati. Usitishwe na alivyovaa. Usitishwe na anavyoogopesha kama nini. Angalia njia yako iko kwenye paji la uso la Goliati. Njia yako wewe ya kwenda ikulu iko kwenye paji la uso na usikimbie uso wake. Keti, sema sitaogopa. Siogope. Yani wakati Mungu anakuandaa, njia yako sio njia zao. Njia ya Yusufu ilikuwa ngumu kiasi gani? Ndani ya familia ndugu wote wamemkataa, mpaka wanakusudia wote kwa nia moja tumuuze. Kasoro mdogo wake wa mwisho tu hakuwepo, Benjamin. Ndugu wake zake wote wanakusudia kwa kauli moja tumuuze. Bwana ndoto huyu. Baba anamwambia ndoto yake. Akasema, akamkemea. Akamwambia, mimi na baba yako na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia wewe. Akamkemea, ila akayatunza maneno yale moyoni mwake. Hakuwa na mtu wa kumtia moyo kwamba mpendwa, jitie moyo, jitie nguvu mtumishi wa Mungu, msalaba mbele dunia nyuma. Wa kumtia moyo ndio wanamchimbia kaburi. Wanasema atafia humu kwenye hili birika. Wanasema tumuuze tuone kama hiyo ndoto yake itatimia Misri. Anafika Misri, anatupwa utumwani, yuko kwenye nyumba ya Potifa. Anafanya kazi kama houseboy huko Misri, lakini bado imani yake iko pale pale na bidii yake iko pale pale. Anasema wembe ni ule ule na moto ni ule ule. Nilivyokuwa nyumbani mwa baba yangu ndivyo nitakavyokuwa nyumbani kwa Potifa. Nilikuwa wa baraka kwa Yakobo, nitakuwa wa baraka kwa Potifa. Nilimtumikia baba, ninamtumikia na Potifa. Ngoja nione matokeo yake. Keti, mtu mzuri ambaye uko ndani ya imani atavuna tu. Leo anaweza akaonekana kana kwamba amepoteza mwelekeo. Amepoteza nini? Mwelekeo. Maombi yake ni kama anapoteza muda. Sadaka zake ni kama anatupa pesa. Tena wanasema ukitoa sadaka wanasema unaibiwa. Ila ukienda baa ukinywa 100,000 kwa kila jioni huibiwi. Mnenguaji akitoka Dar es Salaam akaja akawa ananengua hapo mjini na tumbo wazi, ukilipia kiingilio 50,000 hujaibiwa. Ukinunua kingamuzi nyumbani ili uangalie isidingo iliyokuwa inaangaliwa
miaka 40 iliyopita mpaka leo bado inaendelea na unaifuatilia na hatujui itaisha lini. Unajua Isidingo itaisha lini? Mimi toka ninakuwa tukisafiri kwenda Dar es Salaam kwa ndugu yetu mwenye TV, walikuwa wanaangalia nini? Isidingo. Isidingo the nini? The need. Mpaka leo wale watu hawajafa, hawajazeeka, wapo. Ukinunua kingamuzi na unaangalia Isidingo, hupotezi muda, familia haikuitishi kikao, huambiwi unapotea na huibiwi kwenye kingamuzi. Ukinunua vocha halichachi, sio linaitwa nini utajua mwenyewe, halichachi, ukajiunga ili lisichache. Ukaanza kuchachushana na watu kwenye simu, mwenye mtandao wa simu hakuibii, anakuambia hili bando Facebook bure. Ukajiunga, kesho limeisha, unajiunga lingine la sijui shingapi, ukajiunga tena ili uchungulie nini? Umbea kwenye peji ya udaku. Huibiwi, huibiwi. Mwanamuziki anakuambia subscribe kwenye YouTube channel yangu. Wakati una subscribe, ukiwa unaangalia, huibiwi. Vitu vyake ukiangalia, yeye analipwa, wewe hulipwi. Hakuibii. Huyo msichana unayemfuga hapo Majengo, tulia nikupige, ukiondoka uondokage. Mimi nataka kama leo ni siku yako ya mwisho ya ibada, nataka tumalizane ili ukiendaga huo umeenda. Maana mimi sina uhakika kama kesho utarudi, sina mkataba na mtu hapa. Kwa sijui kama kesho utafanya nini. Bora tu nimalizane na wewe. Sijui kesho utarudi hapa. Kwa bora hata usiporudi niseme afadhali juzi nilimpiga vizuri sana. Ameendaga. Huyo msichana uliyemkodishia nyumba, na hapo umemsave mai wangu. Yaani hujui kwamba mai na wangu ni neno moja. Kwa sababu umechanganyikiwa. Anaitwa mai wangu. Hakuibii. Anakuambia naomba simu, anakuambia simu imeharibika. Akikwambia naomba simu imeharibika, alafu unaelewa maana yake ni nini. Umnunulie nini? Na ukinunua simu, anakuambia haina bando, ndio maana nilishinda kukutafuta. Ujiongeze. Ununue na nini? Na utaendelea kuibiwa we ng'ombe mpaka utakapochangamka. Mpaka utakaposhtuka uzee umeingia. Anakuambia anaenda kubandika kucha juu ya kucha. Anaomba hela akabandike nywele juu ya nywele. Anaomba hela akabandike kope juu ya kope. Na unafikiri hawezi akaweka mwanaume juu ya mwanaume? Siku ukishtuka umezeeka. Na anakucheka, anaona nimeanza kukushtua mapema. Huyo hakuibii. Ukitoa 2000 sadaka, kanisa linafanya nini? Linakuibia. Na sasa hivi anakuambia nywele zinawasha. Unaelewa maana yake? Sio lazima anakuambia kwamba anataka hela. Anakuambia tu nywele zinawasha. Anakuambia bando limeisha. Anakuambia simu imeingia kwenye maji. Na wewe unajifanya mpare wa ugweno, unamwambia itie kwenye mchele. Anasema mna mtu hapa. Atie kwenye mchele. Anataka mnunulie. Na dhambi itakupeleka speed mpaka siku utakaposhtuka giza limeingia. Usiposhtuka mapema, na dhambi haiishi.
Unanielewa vizuri eh? Dhambi haifanyi nini? Na tamaa yake ya dhambi haitafika siku tamaa isema sasa nimechoka mimi na wewe, naomba tuendelee na watu wengine. Tamaa haishibi, itaendelea kukupelekesha mpaka siku utakaposhtuka kwamba mbona nimekuwa mtumwa? Hivi vitu ninavyovifanya nitaendelea kuvifanya mpaka mwisho wake ni lini? Na mshahara wake ni nini? Ni aibu na mauti. Utakapokuja kuzinduka, siku zimeenda, ila Mungu akuwahi leo usipotee. Nasema Mungu akuwahi leo usipotee. Sema napokea hiyo neema katika jina la Yesu. Daudi anaandaliwa njia atakayopitishwa ni kama ile ya Yusufu. Ameingizwa kwenye nyumba ya Potifa. Amekataa kuzini na mke wa Potifa. Ukienda kwenye kijiwe cha vijana watasema hamna kitu hapo. Ukienda saluni watasema huwezi amini ule kaka mlokole juzi aliposhikwa tu pale kwenye nyumba ya Potifa akapiga ukelele. Wanawake saluni wanacheka, hamna mwanaume pale. Unanielewa ninachokizungumza hapa? Kwenye mazingira ya kawaida hamna mtu hapa. Kuna mwanaume hapa. Mimi nimeimba kwaya miaka 5. Kuna senior brother wetu kwenye kwaya alikuwa anaimba kwaya hapo, ni senior sana. Alikuwa yuko kwenye miaka 45 kwenda juu. Hajawahi kuwa na mchumba. Haijawahi kusadikika kwamba aliwahi kuonekana amesimama na msichana sehemu anaongea. Hajawahi kusemekana kwamba hata kabla ya kuja kwa Yesu labda kuna kitu aliwahi kufanya. Hakuna tetesi zozote. Kwa akasema mtu kweli tumsaidieni. Akasema jamaa tumjaribu. Kwa akamshika, wajua watu wasio na hofu ya Mungu ni wajinga sana. Wakamchukua dada mmoja wakamwambia ingia, wako kwenye kambi, walikuwa wakuja kuimba kwaya hapo Arusha. Wakasema ingia hapo ndani, si tuko hapa nje, lakini lolote likitokea utapiga kelele tutakuja kukusaidia. Ili tujue kwamba kweli tunamuombea nini sasa. Tunamwambia aoe au tunamwombea watu wasifikirie kuhusu ndoa. Walipoingia aliyesikika anapiga kelele ni ule kaka yetu wa miaka 45. Ndiye aliyepiga kelele. Akasema jamani njoni mnisaidie. Huyu anataka kuninajisi. Basi kabidi watu waende kumtoa angalau asije akanajisiwa yule dada. Basi watu wakakata tamaa. Kumbe yule kaka alikuwa sawa. Na hivi majuzi hapa ameona anatoa ngapi sasa hivi? 2 3. 2. Ana watoto 2 sasa hivi. Kumbe kaka wa watu bwana alikuwa ana tatizo. Haleluya. Si useme amina. Shida mlalo mbaya. Yaani kumbe nikihubiri je mnaangalia na muangalia nani? Basi mimi naacha kuhubiri. Asa wewe bwana zarau zimezidi. Kumbe hana shida, ila sisi ambao tunatazama ndio tuna nini? Tuna shida. Tunaona kwamba miaka 45 alitakiwa awe ameshaoa, ana mke, ana watoto. Kumbe mwenzetu alikuwa anamsubiri nani? Bwana. Amekuja kuonana na Bwana nafikiri mwaka juzi. Miaka kama 4 iliyopita. 3 4. Sasa hivi ana watoto kama 2 hivi. Sasa kumbe mtumishi wa Mungu, kumbe kwa ulikuwa salama toka wakati ule. Sasa nilikuwa vizuri. Nilikuwa namsubiri Mungu. Sasa ili jopo la mwilini ndio hili linalocheka unalolisikia. Ndio hili jopo ambalo sasa na Yusufu lingemcheka hivyo
hivyo. Amepiga kelele juzi huyo bwana. Alitaka kunajisiwa akakimbia. Akakimbia akatoka. Ni kama ni kichekesho fulani. Ila imani yoyote ambayo haina upekee na utofauti, imani hiyo ina mashaka na ina walakini. Lazima imani iwe pekee na ikufanye wewe uwe mtu wa tofauti. Usifanane na waliokuzunguka. Usiwe kama wao. Kifikra, kimatendo, kimaneno na mwenendo. Ndio inayothibitisha huyu kuna imani anayo ambayo vitu hivi hashiriki. Keti mwambie zako, wewe una kitu gani ambacho familia inafanya ila kwa ajili ya Yesu wewe ufanye? Jamii inafanya ila kwa ajili ya Yesu wewe ufanye. Nazungumza na mtu fulani hapa. Nasema na mfani hapa. Mwambie mwenzako, hali yako ikoje? Huko mtaani unafanana nao au wewe ni wa pekee na wa tofauti? Kwa Yusufu akawa amejitofautisha, na kwa kukataa kulala na mke wa Potifa akatupwa wapi? Gerezani. Amewekwa gerezani. Yusufu yuko hapo, yeye bado anatumaini. Wanaota ndoto, anawaambia maana ya ndoto hizo. Atakaye kufa amemweleza, atakayeishi amemweleza. Atakayeishi anamwambia kanitaje mbele ya Farao, anitoe kwenye gereza hili mahali hapa pasipofaa. Anaondolewa gerezani, anapelekwa mbele ya mfalme. Alipofika mbele ya mfalme, akamtamsilia mfalme ndoto yake, akampa na ushauri mzuri mfalme juu ya tafsiri ya ndoto. Mfalme akamweka kuwa namba 2 baada yake yeye mwenyewe. Ndoto hiyo inatimia ni kipindi cha miaka 13 toka alipouzwa utumwani Misri. Aliuzwa akiwa kijana wa miaka 17, sasa alikuwa ni kijana wa miaka 30. Ndani ya miaka 13 hakupoteza imani, hakupoteza tumaini. Yote aliyokuwa anayapitia aliona ni shule na ni darasa Mungu analonitengeneza ili niweze kuwa yule anayetaka niwe. Sijui unapitia kitu gani, ila hiyo ni shule na ni darasa, wala sio jela ya kuuawa, sio jela ya mwisho wa maisha yako, sio kifungo cha maisha yako. Hapo ni shule. Mungu hatatumia vizuri mtu ambaye hajamuandaa vizuri, na kukuandaa atatumia watu, vitu na mazingira mazuri na magumu kukupitisha ili uweze kufaa kwa ajili ya kazi yake. Sema, Yesu niko tayari, niandae nikufae kwa matumizi yako katika jina la Yesu. Ili uwe wa tofauti, sharti shule yako iwe ya tofauti. Ili uwe wa tofauti, sharti maandalizi yako yawe ya tofauti. Maandalizi ya Daudi, anasema unaifundisha mikono yangu vita, sasa naweza kuupinda upinde wa shaba. Yalichukua takriban miaka 15. Miaka 15 toka alipopakwa mafuta awe mfalme. Miaka 15 ya kuwa mkimbizi. Miaka 15 ya kuwindwa uhai wake. Miaka 15 ya kula na kunywa kwa vyakula vya vita au vya msaada. Miaka 15 ya kuiponya nafsi yake. Je, unaweza ukafundishwa na Mungu miaka 15 na bado ukaendelea kurudi darasani? Na ni darasa la mateso, sio la sherehe, sio la furaha, sio la mavuno, sio la baraka. Ni darasa la mateso. Anajua atakachokuwa, ila Mungu anamtengeneza kwanza. Umeifundisha mikono yangu vita, sasa naweza kuukunja upinde wa shaba.
huwezi ukajua mateso na kilio na maumivu ya mwenye shida na mwenye dhiki kama wewe umesimuliwa tu mambo hayo. Huwezi kujua. Angalia watumishi wengi ambao Mungu amewatumia kwa uponyaji kwenye historia ya dunia nzima ya uamsho na historia ya kanisa, ni wale ambao waliona, walishuhudia au walipitia mazingira ya magonjwa na dhiki isiyokuwa ya kawaida. Nasema na mfano hapo, tunamzungumza mtu kama Smith Wigglesworth, yule Mwingereza ambaye Mungu alimuinua. Alikuwa na kansa, alikuwa na TB. Wakati ule TB haina matibabu. Akiumwa mtu kifua kikuu, ilikuwa amesaini death certificate. Na juu ya hilo alikuwa na kansa. Mke wake anasikia kuna mhubiri anahubiri injili na anaombea watu wanapona, twende. Anapelekwa hapo kanisani, kila wakati anapata nafuu, kila wakati anapata hiki kinapungua, hiki kinarudi. Baadaye akajikuta ghafla hakumbuki ni lini mara ya mwisho aliumwa. Amepona. Mhubiri ule akasafiri, anafanya injili huku na huko. Watu wamekwenda ibadani, wamekusanyika, na waliotakiwa kumsaidia wasaidizi wake hawapo. Waingereza wakati ule bado wanaendelea kuamini juu ya mwanamume anafanya majukumu mbalimbali ambayo mwanamke hawezi kuyafanya wakati huo, ikiwemo suala la kuhubiri. Kwa hiyo kwa sababu miongoni mwao aliyekuwa ni mwanamume angalau mtu mzima aliyeoa alikuwa ni Smith Wigglesworth. Siku ile wamekuja wagonjwa wengi, maana ni huduma ya uponyaji, kama alivyokwenda yeye mwenyewe kwenye huduma ya uponyaji. Anaambia basi ni wakati wa neno la Mungu. Mwanaume mwenye familia asimame, angalau atusomee neno la Mungu, twende nyumbani. Mwanaume mwenye familia ni Smith Wigglesworth. Anatetemeka kwa woga na hofu. Alikuwa na kigugumizi na alikuwa ni mtu mwenye aibu, mwenye haya ya uso. Nikiwaambia watu kwamba mimi asili yangu ni mtu mwenye aibu, mnacheka. Mimi ni asili yangu ni aibu kabisa. Siwezi kuongea mimi. Angalia unapocheka. Nikisimama mimi mbele za watu hivi ninatetemeka. Ile hii inayoendelea unayoiona ni neema Mungu alinishushia. Ni neema Mungu alifanya nini? Aliniletea. Mimi mwenyewe nawashangaa, nyie mnawezaje eti saa hiyo umekuja kanisani, saa hiyo umeombewa, saa hiyo unasimama mbele, unasema ufalme wake uje, nilikuwa naumwa nimeombewa nimepona. Mimi kwa asili yangu siwezi. Huwezi kunisimamisha mbele za watu. Mama huyu hapa atakwambia mpaka leo mimi sehemu pekee ambayo inajaa watu na ninaenda ni kanisani tu. Ukitaka nione unanitesa, unialika hata kwenye harusi. Yaani naona unanipiga mjeledi. Siwezi kwenda mjini, siwezi kwenda sijui kwenye nini, siwezi kwenda sijui mpilani. Sijawahi mimi, nawaambiaga hapa, mimi Simba, mimi Yanga, mimi naongeaga tu. Mimi sijawahi kwenda kuangalia mpira. Mimi toka nakuwa nilikuwa nikimaliza kufanya majukumu yangu ndani, vitabu Biblia, vitabu vya darasani Biblia, vitabu vya darasani Biblia mpaka leo.
Mimi kukaa ndani miezi 6 kwangu sio tatizo. Hapo nazungumzia ndani, yani nisitoke getini, nisitoke hata kwenye mlango wa kutoka. Miezi 6 kwangu mimi tena hamna kitu cha furaha kama hicho. Na mimi furaha iliyo kubwa nifunge mlango wa chumba cha maombi, nipige magoti au nivute Biblia yangu. Ila nikienda mbele za watu najiuliza. Mpaka leo mama anajua siku ya Jumamosi kuamkia Jumapili siwezi kupata usingizi wala siwezi kula kitu chochote. Ninaenda kusimama mbele za watu, nina kitu kutoka kwa Mungu, nitawaambia nini hao watu? Mpaka leo siwezi kupata usingizi. Tena wakati ule tuna ibada moja ilikuwa nzuri kwangu, sio nilikuwa napata usingizi saa 12 asubuhi. Yani ilikuwa imeshatokea tu kwamba 12 asubuhi nitapata ka usingizi. Kwa mpaka saa 4 nitashtuka, nitajiandaa nije. Sasa hivi sasa ibada ni 2. Kwa hiyo hiyo saa 12 ambayo usingizi unakuja, unaenda kuoga maji ya baridi usingizi usije. Mpaka leo kwa sababu unakuja kusimama mbele za nani? Mbele za watu. Ni neema. Yani mimi kusimama mbele ya watu hivi ni neema. Hapo unacheka. Ni neema. Mimi nawashangaa mtu amesimama, amekuja leo. Tena mwingine atoka kwenye imani nyingine. Ndio leo mara ya kwanza ameingia kanisani. Leo umemuombea, leo anasimama. Tena anaanza kwa itifaki kabisa, ufalme wake uje. Mnamuitikia. Kwanza mimi mkiniitikia nimeshazima. Mpaka wakati fulani niko chumbani ninaomba, nafikiri nilikuwa na 2007. Niko naomba chumbani, ndio Mungu akaniletea kundi la malaika. Wakanizunguka, wakanikata eneo hili la kichwa changu, wakafungua, wakatoa ubongo wangu. Walikuja na ubongo mwingine kwenye chombo kipya, wakaweka ndani wangu, wakafunga. Nashangaa nasimama mbele za watu siwaogopi. Tena naweza kusimama mbele ya mtu yoyote bila kujali cheo chake, nafasi yake, na nikamwambia ukweli wake wote bila kupunguza, bila kuchuja. Maana nafahamu nilikuwa na vikao vikubwa hapo katikati hapo. Sasa ili mbona uko jizuii? Nasema sasa huyu nisipomsaidia ataenda jehanamu kama vile ambavyo ninapokemoa shirika. Ndivyo unaona anapokemoa na yeye huyo hivyo kipimo ni kile. Yani uwembe ni ule. Ukiwa hapa na ukiwa sirini, ukiwa mahali pa juu na ukiwa mahali pa chini, ni ule unakata kuwili. Kwa sababu sio mimi ninayesema, ni yule aliyoko ndani yangu ndiye aliyeweka hicho kitu niseme. Sema Yesu nipeleke shule, nitengeneze, nikufae kwa matumizi yako. Anasema Isaya, anazungumza katika Yeremia ile 51 kuanzia mstari wa 20. Anasema wewe ulungu langu na silaha zangu za vita, asema Bwana. Kwa wewe nitavunja falme, kwa wewe nitavunja wakuu, kwa wewe nitavunja farasi na yeye ampandaye, kwa wewe nitavunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe, kwa wewe nitapiga mwanamke na mwanamume, kwa wewe nitapiga mchungaji na kundi lake. Ila Mungu itabidi akuchonge. Uko tayari kuchongwa na Bwana? Sema Bwana Yesu nitengeneze na niandae. Sasa hiyo timidness, huo woga na hofu na mashaka na aibu ulikuwa ndani ya Smith Wigglesworth. Mke wake, watu wakawa wanasema basi tuimbe wimbo. Wakasimama wakawa wanaimba nyimbo za vitabuni. Waliposimama, mke wake akamfanyia kitendo cha aibu sana yule baba. Akamsukumia madhabahuni. Kwa aliposukuma yule mzee anaenda kusimama yuko kule, kanisa likapiga makofi kwamba mhubiri amejitokeza. Mhubiri amefanya nini? Na yule mama alikuwa ameokoka mbele ya Smith Wigglesworth. Na yeye alikuwa msomi. Smith alikuwa hata hajasoma. Kwa hata kufundishwa kusoma ili aweze kusoma neno la Mungu na kuandika, ni mke wake ndiye aliyemfundisha. Akampeleka kule mbele,
Akamwambia sema neno lolote unalokumbuka, atatafuta kwenye Biblia. Elia amtafutie kwenye Biblia. Akaongea pale anatetemeka, anasema siku ile suruali ilijaa maji. Yaani ililoana nini? Jasho la woga na hofu. Alipomaliza kama kawaida, watu wakasimama prayer line. Wagonjwa wote, viwete, vipofu, viziwi, wasiosikia, wasioona, watu wenye madonda mazito mazito. Kama unavyofahamu, miaka 1920 mpaka na 30 na 40 matibabu yake unayajua. Ni duni. Kwa wagonjwa wengi ukisema Mungu anaponya, wanakuja kanisani. Tumaini liko kiasi gani huko mahospitalini, mahospitali ya miaka ya 1920. Akasema sasa nitafanyaje? Mke wake akamwambia, wewe weka mikono, ondoka. Anayeponya sio wewe, ni nani? Ni Mungu. Basi akaweka mkono juu ya wa kwanza, juu ya wa pili, juu ya watatu. Alikuwa kiziwi amesikia. Wa 4, wa 5 alikuwa kipofu ameona. Wa 6, wa 7 alikuwa atembei sasa. Mambo yanatokea. Akasema narudia tena mara ya pili, kaeni tena hapa. Leo tunaombea mara 2. Leo ni double portion. Leo ni single touch, double manifestation. Kaa tena. Pepo zinatoka, vifungo vinaondoka, watu wanafunguliwa. Kesho ibadani watu wakajazana, wakasema yanayotokea si kawaida. Kuna mtu anaombea huko anaponya, asiyejua kusoma, asiyejua kuandika. Kazi yake alikuwa ni fundi bomba. Smith Wigglesworth alikuwa ni plumber, fundi bomba. Kusoma hajui, kuandika hajui. Ndio hapo sasa sasa mama utanitia aibu, hebu kidogo nifundishe hapo. Ndio unaanza kuambiwa na unafundishwa na mke. Sasa ukimaliza utamwambia unaomba maji ya kuoga. Au kimomba kitu anakuambia subiri na kuandalia notes kwanza, usiniguse, naandaa notes. Naandaa somo la kukufundisha kesho. Ndivyo alivyokuwa Smith Wigglesworth. Watu wakafurika, akawa anatembea, milango ya Marekani ikamfungukia, akawa anatembea ulimwengu mzima sasa kama healing evangelist. Wanamuita mtume wa uponyaji. Akawa anatumia mbinu zake za maombezi za tofauti kidogo. Wakati ule Uingereza ilikuwa ina magonjwa yale ya kuambukiza, mpox. Kwao wakaweka katazo la kuto kugusa watu, kwamba ukimgusa huyu ni mgonjwa na huyu ni mgonjwa na huyu mgonjwa, unaambukiza watu magonjwa, kama vile walivyomfanyia John Lake wa South Africa. Kwao akamwambia wewe usiguse mtu, unaeneza nini? Magonjwa. Ndio yakaja haya mambo ya kuambia watu pokea, watu wanadondoka. Ndio yakazaliwa wakati huo sasa, kwamba kama hamtaki ni waguse, Mungu atafanya nini? Atawagusa mwenyewe. Ndio watu wakaanza kushuhudia kitu kinachoitwa slaying in the spirit. Mtu anaguswa na nguvu za Mungu, anadondoka huko, anaponea huko. Wanakuja matabibu, madaktari wanaingia pale kwa vipimo vya kila aina. Kuwajaribu watu wengi sana. Wakaenda kwenye kituo cha watu wasiompenda, wakaenda kwenye kituo cha karibu cha vichaa. Wakawakamata, wakawafunga, wakawatia kwenye lori, wakawasafirisha. Walipofika pale ili wafuruge mkutano wake, walipofika pale wakakata zile kamba, halafu wakawasukumia mle kanisani ili furugu zitokee. Smith Wigglesworth alikuwa ni mtu mkali sana, na maombezi yake ilikuwa ni makofi. Yaani unapigwa, kwa nini uumwe wakati kuna Yesu? Kwa nini uumwe wakati kuna Yesu? Wakamhoji, kwa nini unapiga watu? Akasema sijawahi kupiga mtu, mimi nampiga shetani, ila watu wanaingilia ugomvi wangu mimi na shetani. Kwa unakuta mimi nimempiga yeye, lakini yeye ameingilia ugomvi wangu mimi na nani? Na shetani. Mimi napiga shetani, yeye ameingia hapa katikati. Hiyo piga yake hiyo, wameachiliwa vichaa kanisani.
Akisema nyie mliosimama mna shida gani? Amekasirika hapo. Nyie nauliza, nyie mliosimama mna tatizo gani? Naamrisha lala chini mara moja. Ibada nzima mtakuwa mmelala chini. Hakuna kukaa hata kwenye hata kiti msiwape. Sitaki watu waona nidhamu hapa madhabahuni. Lala chini. Wote wakalala chini. Baada ya ibada ndio wanaguswa, mtumishi samahani, unasemaje? Baba, ni kwamba hao waliolazwa ni vichaa, wameletwa wavuge mkutano, ila alikuwa neno lako tunaomba waamshe waamke. Wameamka wote ni wazima. Ila yeye mwenyewe alipitia TB, alipitia kansa, alipitia uharibifu, alipitia mateso. Mungu alikuwa anamuandaa. Ndani ya maandalizi hayo usije ukakata tamaa. Ni kosa kubwa. Ni kosa kubwa. Ndani ya dhiki yako, barikiwe. Ndani ya dhiki yako na fedheha yako usije ukafanya kosa la kimkakati la kukata tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Ukikata tamaa umeharibu darasa. Huyo alikuwa mgonjwa, alikuwa anatembea na nepi, alikuwa na anal cancer, anatokwa maji machafu muda wote, anafungwa nepi. Kumbe ilikuwa ni shule ili yawe na mzigo juu ya mgonjwa. Kupitia huduma yake Smith Wigglesworth, watu wengi sana wamefunguliwa, wengi sana wamepona duniani, na wengi wamekuwa watumishi wa Mungu wanaobeba upako wa uponyaji wa ishara na miujiza kwa sababu yake. Ila alipopitia, wengi wangekata tamaa. Wangesema ninanuka, usinipeleke kanisani. Akasema ninavunda lakini nipeleke. Kumbe haendi tu kupona, anaenda kubeba nguvu ya uponyaji ili maelfu wapone kupitia yeye. Sio nasema na mtu fulani hapa, hicho unachopitia ni shule ili uje uimarishe ndugu zako. Ukiisha kuongoka utaimarisha wengine, utasaidia wengine, utavusha wengine. Pokea. Wakati fulani wagonjwa, daktari pamoja na familia moja ikawa inasukuma mgonjwa kumuingiza kwenye, wakati ule alikuwa anahubiri kwenye tents, kwenye mahema makubwa. Maana huduma zao zilikuwa zinakuwa kwa kasi sana na maandalizi bado ya kujenga majengo. Kwa hiyo wanaabudu kwenye mahema. Akaingiza mgonjwa mahututi wa kansa, wanamsukuma. Yuko huko amewekewa mashine za kupumulia, ana mipira ya kula chakula, ana mipira ya kutoa uchafu mwilini, kila mahali. Amekuja ameingizwa, staili yake ni hiyo hiyo, yeye ni ngumi, 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 ngumi. Hapo panapouma ndiye anapo, ukisema una uvimbe. Kwa hiyo kama ni kwenye jicho mwambie ni hapa chini kidogo. Anapiga na anasema nampiga shetani, sikupigi wewe. Na ukitoka umepona, ukitoka umepona, ukitoka umepona, ukitoka umepona. Akafika kwa ule amefikishwa kwenye kitanda pale, daktari yuko hapo wa familia, huyo mgonjwa na familia. Kama kawaida kansa ya nini, akaambiwa ya utumbo, akapeleka ngumi. Vitu vikatoka midomoni, puani na kila mahali. Hapo hapo mgonjwa kafa. Daktari akapiga kelele, akasema tunakushtaki. Umempiga mgonjwa na mgonjwa amekufa. Tunakushtaki. Yule bwana amekondeana ni skeleton, akaenda akamkamata, akampeleka kwenye ukuta, akaanza kumbamiza pale ukutani. Ngumi, makofi, pigilia hapo ukutani. Ule mwili wa yule mfu ni amekondeana ni skeleton. Alichosikia ni ule mfu akimwambia, why you beating me up? Kwa nini unanipiga? Akamwambia, nakupiga kwa sababu ulikuwa umekufa na sasa umefufuka. Nini kimetokea? Familia inataka kutoa ushuhuda. Akasema sitaki mambo ya ushuhuda, nendeni, sitaki kesi.
Sitaki kesi. Beba mgonjwa wako nendeni. Amepona, alikuwa mdomo, mpe. Anakula haya. Nisiwaone hapa, makanisa ni mengi. Tafuta pa kusali. Mambo ya kwanza kutishana ndio kunifunga, nani aende gerezani saa hizi. Haya, nendeni. Na amemaliza. Alipitia kwenye nini? Alikuwa mgonjwa, alikuwa na dhiki, alikuwa mahututi. Hajasoma na hana elimu na hajaelimika. Lakini ni moja kati ya mababa wa imani waliofanya mambo makubwa sana, na hata waliokuwa wana mediate Uingereza na mataifa makubwa yasitumie nuclear bombs kwenye vita ya kwanza na ya pili ya dunia wakati ule, sababu alikuwa na nguvu na alikuwa na ushawishi na alikuwa na nafasi. Ila mafunzo yake yalikuwa makubwa na magumu. Sisemi Mungu akupitishe kwenye mambo mazito, ila haya unayoyapitia Mungu akupe moyo wa kutokukata tamaa. Endelea mbele. Kama nguvu za kupaa zimeisha, basi endelea kukimbia. Kama nguvu za kukimbia zimeisha, basi tembea. Kama nguvu za kutembea pia huna, basi tambaa. Ila kwa vyovyote usikate tamaa. Endelea kusogea mbele. Sema, nitaendelea mbele, sitakata tamaa. Waifundisha mikono yangu vita, nitaupinda upinde wa shaba. Bwana, kwa hili unalonipitisha, unanipeleka niende nikapinde upinde wa shaba. Niuvunje umasikini, nivunje laana, nivunje magonjwa, nivunje fedheha, nivunje dhiki, nivunje vifungo, nivunje uharibifu. Yesu, ninaomba mafuta mabichi yavunje laana na uharibifu katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Sema, napokea. Keti, uko hapa ama umeondoka? Uko hapa ama umeondoka? Sema, nitauvunja upinde wa shaba. Nitauvunja upinde wa shaba. Hilo unalohangaika nalo, kuna siku utasikia tu umaskini umevunjika. Na ukivunjika hautaunga tena. Utasikia ni ugonjwa umeondovunjwa, na ukivunjwa usimami tena. Utasikia ni dhiki imeondoka, na ikiondoka hairudi tena. Tuna neema ya ajabu, usikate tamaa. Tuna Mungu wa ajabu, usimkatie tamaa. Tuna imani ya ajabu, usikatie tamaa. Tuna neno la ahadi, usilikatie tamaa. Hey! Sema, sitakata tamaa. Yesu, niandae hata niwe wa kukufaa. Nifanye niwe chombo kinachoweza kufaa kwa matumizi makubwa ya heshima, ya thamani, kitaifa, kimataifa, ndani ya familia, katika kazi, biashara, uchumi, jamii na dunia kwa ujumla. Pokea. Sema, ndivyo itakavyokuwa. Utakatisha watu wenye mamlaka na watu wenye cheo na watu wenye nguvu. Utasuluhisha migogoro iliyoshindikana. Hapo unapopitishwa uko shule, endelea kutulia. Keti, sema, nitasubiri shule ikamilike. Mungu hawezi akatumia ambaye hajamuandaa, na maandalizi ya Mungu yanatofautiana. Kwa wale walio na maandalizi ya juu, wa nafasi za juu, sharti njia zao ziwe za vita, za majaribu, za matatizo. Sio kwamba Mungu anawatesa, Mungu anawaandaa ili wakiwa pale wasije wakakimbia. Kwa nini Israeli walipitia nyikani miaka 40? Kwa nini Mungu asiwapitishe haraka waende? Kwa nini wapate njaa, waombe chakula kishuke kutoka mbinguni? Wapate kiu, waombe Mungu awape maji kutoka mwambani.
waende wapigane na makabila wakiwa jangwani. Mungu alikuwa anajua mahali atakapowapeleka kwenye hiyo nchi ya ahadi ni mahali patakapotolewa macho na kila mtu, na watajaribiwa kukimbia hiyo nchi. Yaani Mungu alipowapa Israeli kujenga nchi yao, ni sawa na wewe sasa hivi Mungu aseme na wewe ukajenge nyumba pale mnara wa saa hapo mjini, au mnara wa askari pale wa MCA. Mungu anasema na wewe kwamba hapa ni pako, nimekupa, ita mafundi, jenga nyumba hapa, utaishi wewe na uzao wako. Mungu amewapa njia panda ya dunia. Unaenda Ulaya, unapita pale. Kutokea Asia, unatoka Afrika unataka kuingia Asia, unapita pale. Unatoka Asia unataka kwenda Afrika, unataka kwenda Ulaya, unapita hapo. Kwa Mashariki ya Kati, hiyo ndiyo njia ya kufikia ulimwengu wa wakati ule. Na Mungu amewapa hapo hapo njia panda. Yaani Mungu anakupa junction, anakuambia kajenge pale mwanangu, na hakuna atakaye kugusa. Ila anakuambia uwe na moyo mkuu na uwe hodari. Na anakuambia usije ukafadhaika mbele ya watu na mimi nikakufadhaisha. Na anasema mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Kesi yao mpaka leo iko Umoja wa Mataifa. Kesi ya wale watu kuwepo pale mpaka leo iko wapi? Iko Umoja wa Mataifa. Ila bado wamekaa pale na wanajenga na wana nguvu na wanajiimarisha. Je, wewe ungeweza kujenga kwenye kiwanja chenye mgogoro mzito namna hiyo? Ambao leo rais wa Marekani akibadilika, alikuwa Biden, walikuwa wanazorota mambo yanaharibika. Amerudi Trump, anawatia moyo, endeleeni wapendwa, hiyo ni nchi yenu Mungu amewapa, jina la Bwana libarikiwe, niko pamoja na ninyi, ufalme wake uje, mapenzi yake yaendelee kutimizwa. Wanavumilia angalau kwa miaka hii mingapi? 4. Na yenyewe ikiisha hawajui kitakacho kuja ni kiumbe gani na kitaamua nini kuhusu Palestina na Israeli. Maamuzi yatakayoamuliwa yatawaathiri moja kwa moja. Dunia ina kalenda 2 kama hujui. Dunia ina kalenda 2. Ina kalenda za yale mataifa yanayotambua Israeli kama nchi, na ina yale mataifa ambayo hayaitambui Israeli kama nchi, inaitambua Palestina ni pale ni kwao. Kwa kuna kalenda ukiziangalia zinasema pale Israeli pameandikwa ni Palestine, ni Palestina. Na kuna kalenda ukiangalia pale anasema ni wapi? Ni Israeli. Na kuna wale ambao wanawagawia, maana ukifika kule kumegawanyika. Kule Bethlehemu kule ni Palestina. Na hata leo ukienda Bethlehemu unavuka mpaka wa kutoka Yerusalemu Israeli, unaonesha pasipoti yako, unaelekea Palestina. Kwa Yesu alipozaliwa ni kule Palestina, kwenye mipaka yao ya sasa hivi. Ukimaliza unataka kuangalia kaburi la baba Ibrahim, twende Palestina. Unataka kuona Yesu alipozaliwa, twende Palestina. Unataka kuona sijui Boazi alipokuwa akampakutana na Ruth, huko akazaliwa Yese huko akazaliwa Daudi, twende Palestina. Ni mgawanyiko, lakini Mungu amewapa kwamba hapa ni kwenu, nimewapa. Kitakacho kufanya uendelee kustawi pale ni imani. Na anasema ukisita tu hana furaha na wewe. Na anasema usije ukafadhaika mbele ya watu, naye akaanza kukufadhaisha. Sema Bwana Yesu nisaidie. Sikusikia sawa sawa, Bwana Yesu nisaidie niwe na imani thabiti. Kwa ajili hiyo ilibidi Mungu akawaandalie wapi? Misri. Hapa ndio majeshi ya mataifa mbalimbali yanapopita. Maana ukisema njia panda ya dunia, maana yake panapitishwa vitu vitatu. Pana misafara ya watu, pana misafara ya bidhaa, na pana majeshi ya kivita. Kokote yanakoenda kati ya haya mabara matatu kupitia Mashariki ya Kati, yatapitia hapa kwenu. Mkiwa dhaifu watawakanyaga. Watamiliki nchi yenu, itakuwa ya kwao. Mkiwa hodari mtawatoza kodi, mtawatoza ushuru, ili muwe taifa lenye nguvu duniani. Kazi ni kwenu
lazima mkaandaliwe. Mmepelekwa Misri shuleni. Mwenzako umesomea wapi? Mimi niko mwaka wa mwisho Misri. Najua mwingine umekemea ishindwe kwa jina la Yesu. Misri ni mahali pagumu kimaisha. Ni mahali pa mateso kimaisha, na usio mwepesi. Mtu anaandika message, baba mimi ni mwaka wa pili sasa niko kwenye wokovu, Mungu hajanipa mume. Ukiisha mwaka wa pili kwenye wokovu, mwaka wa tatu nitajua Mungu, nitamwambia Mungu kabisa mimi nitajua cha kufanya. Akakifanye. Unataka kumtisha Mungu kwamba utafanya nini? Yeye unataka kumtisha Mungu kwamba utafanya nini? Kuna kitu pia utakachokifanya wewe kitakachomstua Mungu kwamba jamani. Eti mimi mwaka huu ukiisha nitajua cha kufanya. Mwambie kabisa Mungu. Wakati mwingine mna message za kizandiki mnaniandikiaga, napitia sasa huyu kichwa chake kiko hapa au kiko boma ng'ombe, mkuko boma mbuzi, kichwa kiko boma ng'ombe. Watu wamemsubiri Mungu miaka 40, miaka 70, miaka 400, miaka 40. Kwa kujibiwa kwa Mungu ni neema. Usimtishe Mungu. Ana uzoefu wa vita ndefu na fupi. Tunamuomba tu kwamba Bwana fanya haraka kutuokoa, kwa maana sisi ni wenye mwili, hatuishi milele. Wewe ndio unaishi milele. Hatutakuwa milele juu ya uso wa jua. Tukumbuke kabla jioni haijafika katika siku zetu. Tunambembeleza, hatumtishi. Wanataka kumtisha kwamba nitajua cha kufanya. Mimi vijana wana challenge moja niliona. Wanasema mwaka huu nisipotajirika ni mwaka wa mwisho kufanya biashara halali. Kuanzia mwakani nisipotajirika mimi Mungu atajua mwenyewe naanza kufanya biashara haramu. Unamtisha Mungu? Tutakuletea maharage karanga pale na unga, unywe uji. Usimtishe Mungu, unamsihi kwamba Baba, tukiwa na nguvu tuna miaka 70. Tukineemeka tunaishi miaka 70, tukiwa na nguvu miaka 80. Na umri uliotupa ni 120. Tutasubiri paka lini? Tunakusihi utukumbuke kabla giza halijaingia, kabla hatujashuka huko kuzimu, kabla hatujatoka kutoka miongoni mwa wanadamu, kabla hatujaondoka mbele zako juu ya uso wako, juu ya uso wa nchi. Tukumbuke. Ndivyo Suleiman anavyoandika. Anasema wewe mvivu, angalia mchwa, angalia na pili wanavyofanya kazi, wanajijengea nyumba zao katika miamba, kwa sababu hakuna kazi wala hakuna mafanikio huko kuzimu uendako. Kuzimu hiyo alikuwa anazungumzia huko kwenye ulimwengu wa kiroho, baada ya kufa unakoenda hakuna. Kwa kuna mambo tunamsihi Mungu na anatuitikia na anatukubalia, ila hatumtishi Mungu kwamba usipofanya tutajua cha kufanya. Hatuna tunachojua cha kufanya kingine zaidi ya kulitumainia jina lake. Sema Bwana Yesu nifundishe. Ni upinde huu, upinde wa shaba, ni ukate upinde wa chuma, nivunje ngome, nipasue miamba, nifundishe nami nitafundishika, nielekeze nami nitaelewa, nijulishe njia zako nami nitatenda. Bwana na akupe utayari katika jina la Yesu. Sema Bwana niko tayari, nifundishe, nitatumaini. Dogo Yakobo ile 5:17. Ni kitu gani ambacho nataka ukione hapo? Watu wa kawaida wanaweza wakafanya mambo yasiyo ya kawaida kwa sababu ya kuchukua hatua za kiimani. Anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Sema Elia na mimi tunafanana. Lazima ujue
kwamba yoyote unayemsoma kwenye Biblia ni mwenzako, mpaka pale neema ilipomshukia akatofautishwa. Ila ni mwenzako mpaka alipopokea nini? Neema. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Sema Elia na mimi tunafanana kitabia, kifikra, kimawazo, udhaifu, mwenendo. Akaomba kwa bidii. Kuna kitu kimefanyika hapo, ndio kinachomtofautisha. Mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Ukisoma Biblia utaipata shule ya watu na madhaifu yao, mpaka walipokutana na neema wakaheshimishwa na kubadilishwa. Utakutana na Daudi na madhaifu yake. Utakutana na baba wa imani Ibrahim na madhaifu yake. Utakutana na Elia. Elia alikuwa na hofu. Dhambi ya Elia ilikuwa ni hofu. Yaani huyo alikuwa anashusha mpaka moto kutoka mbinguni, ila alikuwa akisikia mwanamke anaitwa Yezebeli ni mbio, anaenda mafichoni, anamwambia Mungu niue wewe kuliko aniue Yezebeli. Anamwambia Mungu niue, maana mimi ni mtu kama mtu mwingine, maana Yezebeli anatafuta uhai wangu. Hofu. Ibrahim alikuwa mwoga. Ameenda Gerari kule Ufilisti, ambaye ni Palestina ya leo, wakati anakimbia kutoka njaa pale Israeli, ambaye ni Kanaani ya wakati ule. Anafika, anaambiwa bwana mfalme wa mji huu akiona una mwanamke, awe binti yako, mke wako, dada umbu lako, yani dada yako, atamtoa awe mkewe, na kama ni mkeo atakuua wewe na kumtoa mkeo, kwa sababu kuna njaa. Akamwambia Sara, wewe utasema ni umbu langu, ni dada yangu. Hofu ikaleta uongo. Baba wa imani anafika, mfalme Abimeleki anamchukua Sara, anamuuliza ni nani Sara? Anasema ni dada yangu. Anamchukua. Alipomtoa tu, Mungu akuruhusu amguse, akamtia usingizi mzito, akamtokea kwenye ndoto. Ndio Mungu anatamka neno nabii kwa mara ya kwanza wakati huu. Hakumwambia mtu wa Myahudi au mtakatifu, alimwambia Abimeleki, mfalme wa Gerari Ufilisti. Anamwambia umefanya nini? Angalia, umechukua mke wa mtu, na mtu huyo ni nabii. Na tazama, mimi nimekufunga wewe uzao pamoja na matumbo ya wakezo, pamoja na watumishi wako wote na watu wote katika nyumba hii, ila yeye umsihi kuombe, na mimi nitawafungua matumbo yao, na mkewe umrudishie. Akazinduka kwenye ndoto, akampeleka kwa Ibrahim, akamwambia kwa nini umenidanganya? Mtu huyu ni mkeo. Akasema niliogopa kwamba utaniua. Akampa vyakula na zawadi nyingi, akamsindikiza kwa amani kwa sababu ya aibu ya huyo Sara. Baba wa imani ni mdhaifu katika hilo mpaka neema itakapomshukia. Daudi anaua mtu asiye na hatia, tena mtumishi wa nyumba yake, mpaka neema itakapomshukia ni mwenye dhambi. Samsoni alikuwa yuko Ufilisti, mzinzi, mpaka neema itakapomshukia ni mwenye dhambi. Nasema nafani hapo. Elisha ni muoga na yeye. Mfalme wa Israeli amesema kesho ukiendelea kuwa na njaa katika Israeli, kichwa chako nakikata. Unajiita nabii na kuna njaa, tuambie chakula kitakuja lini na saa ngapi, vinginevyo kesho. Akasema tusifike huko,
kesho majira kama haya kibaba cha unga kitauzwa kwa nusu shekeli katika lango la Samaria. Kumbe unaweza tukikutisha. Na alikuwa nani? Nabii. Mpaka neema itakaposimama ni mdhaifu. Nasema na mtu fulani hapo. Sara anaitwa mama wa imani, ila katikati ya kusubiri akachoka kuamini. Hata malaika waliposema, sio watumishi, sio wahubiri wa injili, malaika wametoka mbinguni waliposema neno la Bwana, mwakani majira kama haya Sara mkeo atapata mtoto, akacheka kwa kutokuamini. Wakauliza, mbona Sara mkeo amecheka? Sara anachekea jikoni, lakini kicheko kimefika mpaka sebuleni. Sara akasema, sijacheka jamani. Akaambiwa, umecheka, na jina la mtoto ataitwa Isaka kwa sababu ulicheka. Kuhani mkuu Zekaria, baba mzazi wa Yohana Mbatizaji, mtu mwenye haki na mcha Mungu, alikosa kusadiki. Malaika akamtokea akamwambia, mke wako Elizabeti atapata mtoto. Huyo mtoto atakuwa mjumbe wa Bwana atakayetangulia kuitengeneza njia ya yule mwokozi wa ulimwengu. Akashindwa kuamini, akahojiana na yule malaika, litawezekanaje jambo hili unalolisema? Sisi ni wazee, watu wazima. Malaika akasema, kwa ishara hii hautanena mpaka jambo hilo litakapotimia. Akapigwa kwa upofu, akapigwa kwa ububu, asiweze kunena mpaka alipozaliwa Yohana. Petro, woga wa kuangamia, akaulizwa na ukapelekea kumkana Masihi. Akaulizwa na kijakazi wa kuhani mkuu Kayafa, wewe naye si miongoni mwao? Ulikuwa pamoja nao? Nilikuona pamoja naye. Akamkana Yesu mara 3, simjui mtu huyu, simjui mtu huyu, simjui mtu huyu, mpaka neema itakaposimama. Paulo alikuwa na mwiba kwenye mwili wake ambao haukuelezwa, ila wanatheolojia wanaupa sababu kadha wa kadha. Huenda ilikuwa ni ndoa yake, mke wake aliyekuwa amemuoa, na akaondoka kwenye maisha yake asiwepo. Anamwambia Mungu, niondolee mwiba huu kwenye mwili wangu. Mungu anamwambia, neema yangu inakutosha, kwani ukamilifu wangu unafanywa katika udhaifu wako. Mpaka wanapokutana na neema, ni wanadamu kama sisi. Hawa ni wenzetu na tutapambana. Mungu aliyemuona wao tutamuona na sisi. Viwango walivyotembea tutatembea na sisi. Baraka walizoziona tutaziona na sisi. Heshima walioiona tutaiona na sisi, maana ni wenzetu. Najua dini imekuambia hawa ni watakatifu. Ni watakatifu, unasomaga Biblia wewe? Kuna mtu aliyefanya matakataka kama Daudi. Kuna mtu aliyefanya matakataka kama Suleimani. Mpaka neema ikisimama mbele yake, ndio yale matakataka yanadondoka, anakuwa mjumbe wa Bwana kwa ajili ya kujibeba kusudi la Bwana. Na wewe leo matakataka yatakudondoka ili uanze kumuona Bwana na utukufu wa Bwana. Anasema Elia alikuwa mwanadamu. Nataka usome kwa nafsi yako. 1, 2, 3, twende. Elia moja na sisi, soma kwa nafsi yako. Alikuwa na tabia moja kama mimi. Akaomba. Ishia hapo hapo. Wewe sijui kama unahitaji la mvua kunyesha au kutokunyesha. Wewe ndio unayejua unataka kitu gani kinyeshe na kitu gani kiache kunyesha. Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Sema, hawa ni wenzangu waliokutana na neema, na mimi mwenzao nimekuja na madhaifu yangu, nikutane na neema, yaondoke madhaifu yangu, nimuone Bwana. Utamuona Mungu katika jina la Yesu. Sema, nitamuona Mungu kama wenzangu.
madhaifu yao yalidondoka saa neema iliposimama. Hatukuona tena wakitembea kwenye madhaifu, tukaona udhihirisho wa nguvu za Mungu na neema isiyo ya kawaida. Ila neema wakati ambapo haipo, tuliona utupu wao. Si tunausoma kwenye Biblia? Tuliona aibu yao, si tunasoma kwenye Biblia? Mungu akusaidie. Sema, Bwana Yesu, ninachagua kuamini na kufanya matendo ya kiimani kuanzia sasa, kwa kuambatana na neema iliyowashukia wengine, inishukie na mimi. Mtu asiye wa kawaida ana matokeo yasiyo ya kawaida. Kuanzia saa Mungu anaanza kujihusisha na maisha yake. Madhaifu ya hawa wote yalikoma saa ambayo Mungu alisimama juu ya uso wa nchi kwenye maisha yao. Hayakuendelea kuwatawala, ila Mungu wao akaendelea kuonekana. Sijui unajikwaa kwenye lipi? Sijui unajikwaa kwenye lipi? Lakini leo livue jambo hilo. Halitaonekana tena kwenye maisha yangu, halitasemekana tena kwenye maisha yangu, halitasikika tena kwenye maisha yangu, halitaonekana tena juu yangu, halitaonekana tena maishani mwangu. Nataka Mungu wangu aonekane. Mtu wa kawaida hajajawa na, mtu asiye wa kawaida hajajawa na matendo yake mwenyewe, amejawa na matendo ya Mungu yasiyo ya kawaida. Ana neema isiyo ya kawaida, ana imani isiyo ya kawaida, ana mafunzo yasiyo ya kawaida, ana matokeo yasiyo ya kawaida yanayotokana na Mungu anayejihusisha na maisha yake. Kuanzia leo Mungu wako ataanza kuonekana. Sema, Mungu wangu nakuomba uanze kuonekana. Nimejaribu, nimechoka. Nimejaribu, yamenishinda. Nimejaribu, sioni njia. Ninaomba matendo yako. Nionyeshe uso wako. Nionyeshe matendo yako. Nionyeshe ishara zako. Nionyeshe ajabu zako. Nionyeshe utukufu wako, kama uliomwonyesha Elia, kama uliomwonyesha Daudi, kama uliomwonyesha Ibrahimu, kama uliomwonyesha Musa, kama uliomwonyesha Yusufu. Nionyeshe matendo yako. Tandika makofi yako ukiomba. Omba matendo yasiyo ya kawaida, matendo yake makuu kiuchumi. In Jesus' mighty name we pray. Sema, ninaomba matendo yasiyo ya kawaida yaonekane kwenye maisha yangu. Hawa watu ni wa kawaida, ndio Biblia inavyotuambia. Ila matendo ya Mungu yamewafanya wasio watu wa kawaida. Yaani Mungu alipoleta kazi zake kwao, wakawa sio watu wa kawaida. Ndivyo itakavyokuwa na kwako leo. Leo utaomba matendo yasiyo ya kawaida. Yaani vitu vianze kukutokea vya ajabu, vya kushangaza, vya kumpa Mungu heshima, vya kumtukuza, vya kukupa hatua na kukubariki. Ajabu isiyo kawaida. Heshima ionekane kwenye uchumi kule. Heshima ionekane kwenye kazi kule. Matendo yaonekane kwenye afya kule. Baraka zionekane kwenye ndoa huku. Mpenyo uonekane kwenye familia huku. Heshima ionekane kwa watoto huku. Mtu ambaye anasema ana kwenye maisha yake ana pepo la umasikini, unategemea kuona nini kwenye maisha yake? Umasikini, si ndio? Mtu mwenye pepo la kichaa, unategemea kuona nini juu yake?
mtu mwenye mauzauza, nyumba ina mauzauza, unategemea kuona vitu gani hapo ndani? Matendo ya ajabu ajabu ya kushangaza. Mbona wewe una Mungu wa matendo makuu, lakini hatuoni matendo makuu? Tunachoona ni mkopo wasakosi, marejesho yameshindikana. Unaanza kujiepusha uso wako na watu hao. Unawaambia uko nje ya nchi. Hauko nje ya nchi mpendwa, uko hapa na leo umekuja ibadani. Naomba walipe hela zao. Mungu akupe neema ulipe hela za watu. Na usidhulumu pesa ya mtu yoyote. Yaani kama una mpango wa kwenda mbali, maisha yako yote usio kala pesa ya mtu yoyote. Umemwambia utamrudishia, mrudishie hela yake. Najua utaki kupiga makofi, lakini ukweli ni kwamba Mungu hawezi akabariki mtu ambaye hajielewi. Yaani mwingine hata laki tu ukishakopwa ndio imetoka hiyo, inakufanya kubadilisha namba ya simu. Voda wanakudai na umeshakuandikia message za vitisho. Ndugu mpendwa, ndugu mteja, ile inaita nini ile hela ya Voda ya kukopesha? Songesha yako ambao umechukua kuanzia tarehe fulani hutaki kulipa, kitakacho kukuta ndugu mpendwa, ndugu mteja, hutaamini na roho yako, na bado huwajibu hata message wala hulipi hela. Hivi kwanza wamekuaminije? Toka huko, anza kulipa hela za watu. Na mwambie Mungu, nipe hela, nilipe hela za watu. Na usiwe na mpango wa kutapeli mtu hata senti 10 yake, kama kweli unakusudia kubarikiwa na Mungu. Yaani usiwe mtu wa kona kona. Mungu hawezi kubariki mtu wa namna hiyo. Au ni mwenye dhambi tu, hata nikimtapeli hana pa kwenda, akienda kwa Mungu atanikuta. Hatima inakuzuia. Hatima itakuzuia. Hata kama ni mwenye dhambi, mlipe hela yake. Ulipoenda kumkopa ukujua kwamba ni mwenye dhambi. Tena hela yenyewe ameiba serikalini, namjua. Kwa hiyo alipoiba ndio ukamvizia, ameshaiba ndio ukaenda ukamkopa. Mlipe hela yake. Uwe safi. Pambana ulipe hela ya watu. Najua hutaki kupiga makofi kwa sababu ulikuwa unataka nikuombee kitu asikukumbuke, asikupigie simu. Naomba umlipe hela yake. Sababu kuna vitu vingine utalitukanisha jina la Bwana. Mungu atakapokubariki watamtukana Mungu. Watasema umejitajirisha kwa njia za nini? Za udanganyifu. Umetapeli huyu, umetapeli yule, umetapeli na yule, ndio ukafanya nini? Ndio ukafanikiwa. Uwe na ujasiri kama nilionao mimi wa kusimama hadharani na kusema kama kuna mtu nimemchukulia cha kwake chochote isivyo halali, na ajitokeze. Yoyote na afanye nini? Na ajitokeze. Aseme wewe uliniambia, Mungu amekuambia unipe laki, nimekupa laki yangu. Mungu amesema. Jitokeze. Kwa nini? Kwa sababu ninajua Mungu atakaponibarikia hataki makando kando huku nyuma. Watumishi wa Mungu mnanisikia? Usichukue viwanja vya watu. Mungu amesema hiki kiwanja usiponipa kitakuwa ndio sehemu ya makaburi. Hata wewe mtumishi, Yesu akichelewa kuja lazima utakufa tu. Kwa hiyo naomba hilo kaburi uliloliona uliache, watazikwa hapo wakitimiza siku. Hii gari yako unayoendesha, hamjawahi kusikia watumishi wanatabiri hivyo? Hii gari ni jeneza. Mungu anasema unipe, vinginevyo utaenda kupata nayo ajali. Wewe huwezi kupata nayo ajali. Usichukue kitu cha mtu kwa hila. Acha Mungu akubariki kama Mungu. Wachungaji wangu na wasaidizi wangu wa karibu wanajua nimekataa viwanja visivyo na idadi.
nimekataa nyumba, nimekataa mashamba, nimekataa magari. Sio kwamba siyahitaji, ila ninakiangalia kwa jicho la leo na kesho. Alafu nasema hicho kiacheni. Mungu akubariki, kaa nacho. Sitaki kesho mtu anyooshe kidole kwa kulalamika kwamba Ikela aliwahi kula hela yangu isivyo halali. Na Mungu akusaidie usiwe na doa lolote kwenye maisha yako. Unadaiwa hela za watu, endelea kumwomba Mungu akubarikie. Na Mungu, kila Mungu anapokubarikia endelea kulipa pesa za watu. Unalipwa sijui kwenye kikoba, sijui kwenye kitu gani, peleka hela za watu. Umekutana na mtu mjini ukamwambia naomba 300 nitakurudishia, naomba mlipe hela yake. Umemwambia mtu nipe milioni 10 hapo, kuna jambo langu nalisubiri, haya hilo nalosubiri halijaja, hayafanya lingine ili uweze kumlipa hiyo milioni 10 yake. Mrudishie pesa yake. Uwe na mikono safi. Ukisimama mbele za Mungu, Mungu atakuwa na sababu za kukubarikia. Huo ni uaminifu, sio tu kwa Mungu na kwa wanadamu. Kwa sababu Mungu atakapokubariki, baraka zako ataziunganisha na wanadamu. Kwa hiyo kama huaminiki kwa madogo, Biblia imesema uweze kuaminika kwa yaliyo makubwa. Si ndio maandiko yanaposema? Ila ukiwa muaminifu kwa madogo, Biblia imesema utawekwa juu ya makubwa pia, kwani kwa hayo pia utakuwa mwaminifu. Kwa hiyo hakikisha tunapomuomba Mungu atutendee matendo makubwa ya kutisha kiuchumi, na wewe umepata pesa ya watu, una madeni, nenda ukayalipe. Amen. Na nimesisitizwa sana hilo moyoni, ili usiwe tapeli ambaye hustahili kubarikiwa kwa sababu ya hivi shilingi vidogo vidogo. Amen. Amen. Sasa wale wakupiga vizinga, kama huwakumbuki, mwambie Mungu naomba wanikumbuke na wanitafute. Kama uliowakopa wewe mwenyewe umewasahau, yani ni wengi paka umewasahau, muombe Mungu akukumbuke, anza kukupigia simu. Yani simu ziite, sio una hela yangu, ambe Bwana naomba. Leo mtumishi aliwaamsha wote wanaodai wapige simu ili wakumbuke. Sikuinulie matatizo, ninakutengenezea clearance ambayo ninaiona kwenye ulimwengu wa roho. Mbinguni ukubalike na duniani ukubalike, mambo yako yaende. Sema Bwana naomba matendo yako kwenye uchumi wangu. Matendo ya kutisha kwenye uchumi wangu. Nione pesa isivyo kawaida. Nione baraka ya mali isivyo kawaida. Nione uchumi usio kawaida. Katika jina la Yesu.